Mtazamaji wa Mnyasa Media, niko na shabiki wa Wekundu wa Msimbazi Simba. Ungana nami mpaka mwisho. Yako mengi ambayo tutaenda kuyazungumza ya kimichezo. Kubwa ni kuangazia wachezaji ambao ndani ya klabu ya Simba wanahitajika sasa kwenye vilabu vingine. Bwana Machaleka, mambo vipi? Mambo poa kabisa. Mambo yanaenda? Anakwenda vizuri. Bwana, umesikia Libase Gay anahitajika MC Alger ya kule Algeria. Mabingwa wa Algeria wanamhitaji Libase Gay, mchezaji wako, rafiki yako, mchezaji ambaye unampenda, kipenzi chako. Nimesikia kimi niwaambie tu viongozi wa Simba tuachie. Watuachie tumalizane na hii ligi. Ligi kishakwisha, tunakwenda michuano ya kimataifa. Tupige kimataifa tumalize. Tumemalizia nusu finali au finali au tumechukua ubingwa. Hapo naweza kaamua kumuuza. Kwa sasa hivi watuachie. Bado tuna kazi naye. Mnamtaka Libase Gay? Bado Libase Gay tuna kazi naye. Watuachie Libase Gay. Pia watuachie Aula. Pia watuachie Chama. Pia watuachie Mpanzu Kibisawala. Hawa watu watuachie. Wasijaribu kuwauza hawa watu. Watapouza hawa watu wataiharibu timu yetu. Wakao kijua dirisha dogo. Hawa walivyoingia dirisha dogo ndio Simba imekuwa bora leo. Hawa wameingia dirisha dogo, wamefanya leo Yanga ifukuze Simba kwa hali na uvumbi. Lakini bila hawa kuja dirisha dogo leo hii, Yanga ilikuwa ishatangaza ubingwa. Kwa hiyo mafanikio ya Simba leo wanaifanya Yanga leo inakaa status inashuka, ina maana Simba bora imekuwa. Na kuwa ubora wa Simba wote umetokana na Libase Gay, Aula, Olemba, Chama na wengine ambao wamewekwa. Kwa hiyo niwaambie viongozi wasijaribu kuwauza wachezaji hawa. Waache kama walivyo. Waache kama walivyo. Waache kama walivyo. Tumalize tuna kazi nao sisi wachezaji. Na kazi nao. Kabisa tuna kazi. Lakini Libase Gay bwana, endapo MC Alger, mabingwa wa ligi kuu ya Algeria, wakaweka mpunga mrefu, viongozi wa Simba wazi wakashawishika kama sisi. Kwa sasa hivi tunahitaji kusajili wengine zaidi ya hawa. Sasa tukiwaambia mpunga mrefu, kwa sisi tuna mpunga kutoka kusajili wachezaji wengine wakubwa. Sio ni sababu tena kuchukua mpunga mwingine. Wakati klabu ina hela. Leo hii kuna vifaa vinakuja pale Msimbazi. Na kuongezea nguvu hawa kina Libase Gay. Sasa kama unamtoa Libase Gay, hivyo vifaa vinakuja vinamuongezea nguvu nani? Aka tumesema tunaongeza vifaa ili kuiongezea nguvu timu, kuiboost timu. Afu leo unakuja mtoa Libase Gay, utamtoa Aula, hata hapo na boost timu na iharibu timu. Kwa hiyo mtaki wachezaji waondoke. Tunahitaji kuboostiwa wachezaji wetu. Tuongezee watu ambao wataiboost timu. Hapa ilipokuwa iende mbele zaidi ya hapa ilipokuwa leo. Libase Gay ni mchezaji wa namna gani mpaka utaki kabisa aondoke ndani ya klabu ya Simba? Mchezaji mmoja mkubwa sana. Ana uwezo mkubwa wa kumiliki mpira, ana uwezo mkubwa wa kukusanya kijiji, ana uwezo yani haogopi sehemu ya kupita, haogopi. Anakufuata wewe beki. Yani yeye anamfuata beki. Sio amuogope beki. Mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa. Pale Simba amefanya Simba hiyo bora winga, akicheza winga kulia anakuwa bora. Akipiga winga kushoto anakuwa bora, akikaa kati anakuwa bora. Kwa hiyo mchezaji ana kila sababu ya kubaki Simba. Na mimi niwaombe Simba wamuongeze mkataba. Kama alimpa mwaka mmoja au miaka miwili, basi ongeze miwili mingine. Tuhesabu miaka mitatu minne. Wamuongeze mkataba. Bado mtoto mdogo. Ni kijana mdogo, ana nguvu, ana mbio, ana kasi, ana uwezo kumiliki mpira. Sasa kuna sababu gani ya kumtoa mchezaji kama huyu? Lazima tumuongezee mkataba. Wachezaji gani ambao wewe utamani kabisa usikie kwamba anataka kuondoka ama anataka kuuzwa ama kuna vilabu vingine vinawawinda? Wachezaji 6 pale Simba. Hebu tutajie wachezaji. Wachezaji hao wanauzwa. Kwanza beki namba 5 South Africa. Sasa kusikia huyo anauzwa. Ushandeloko unamaanisha huyo anauzwa. Namba 5 sasa kusikia anauzwa. Pili Aula. Sasa kusikia anauzwa. 3 Libase Gay. Sasa kusikia hata tetesi sasa kusikia. Kama anataka kuuzwa huyu Libase Gay. 4 Olemba. Mchezaji wa Leomba. Aliyekuja kupitia Jeruti. Sasa kusikia mchezaji anauzwa. Sitaki kusikia 5 Mpanzu anauzwa. Sitaki kusikia 6 Chama anapunguzwa mkataba. Yaani haongezewe mkataba. Huyu Chama haongezewe mkataba. Kama ni mwaka mmoja apewe miwili mingine. Bado tuna kazi naye. Kwa wachezaji uliwataja utaki kabisa waguse. Hawa 6 hawa, sitaki waguse. Waache kama wali. Yaani hawa ndio wamefanya Simba ile ya mwaka jana kubadilika kuwa Simba nyingine. Hawa wamefanya Yanga leo wanakimbizia Simba kwa udi na uvumba na magoli yao ya offside. Hawa. Yaani bila hawa leo Yanga ilikuwa inaongoza ligi kwa goli kwa pointi 9 au 10. Lakini hawa walioingia, hawa wanakutajia 6 hawa, wamefanya leo Yanga inakaa status inashuka na Simba. Inakaa inashuka na Simba. Hawa. Kwa hiyo lazima tuongezee booster nyingine. Ili hawa baki. Hawa baki. Ndio sababu zenu hizi. Kabisa. Ndio mimi nataka hivyo. Ili Simba izidi kuwa bora. Yaani hawa tuwaboostie, kuna baadhi ya watu fikra tukiboost tu hapa. Timu inakuwa ni bora. Lakini kuna msemo mmoja unasema kwamba mwenye kisu kikali ndio mla nyama. Pengine wachezaji wanawindwa hawa waenda hapa wakawekewa mpunga mrefu na vilabu ambavyo vinawatafuta
Nyinyi Simba pengine mnaweza mkanyosha mikono juu labda mkashindwa kuwabakisha ndani ya klabu ya Simba. Je, Simba tuna shida gani? Kwanza tujue Simba tuna shida gani? Simba ina wadhamini kila aina wadhamini pale Simba. Ambao wanatia hela kila siku pale Simba. Sisi Simba tuna shida hela. Kwa mna shida hela. Afrika Mashariki na Kati timu tajiri Simba. Kwa Afrika Mashariki na Kati timu tajiri ni Simba. Kwa timu za Afrika Mashariki na Kati bosi wao tajiri ni Simba Modeuji. Kwa hiyo hatuna shida sio ya hela ya mtu. Sisi tunaamua. Sio tunashawishika na hela. Sababu klabu ina hela tayari. Hatushawishiki. Sisi tunahitaji kununua mchezaji wa hela nyingi. Sisi tunataka. Pesa ipo. Na pesa inaongea. Sasa kuelekea msimu ujao mnaweza mkafika mbali kwenye michuano ya kimataifa? Tunaenda wachezaji hao ambao mmewataja hapo. Kwa wale ukutajia. Na hizo booster ambazo zinakuja kwenye dirisha kubwa la usajili mwezi wa 7, mwezi wa 8, wa 9. Hizo booster zinazokuja hizo utaziona Simba Day. Alafu utakuja kuniambia kwenye klabu bingwa tunaenda kufanya nini? Hatuhitaji kwenda kushiriki, tunakwenda kupambana kisha tunachukua ubingwa. Kuna kushiriki hapo usifanye chochote. Sisi tunataka kupambana. Mamelodi kama bingwa wa Afrika. Mamelodi ndio ni level ya Simba, wale Mamelodi. Ndio level ya Simba hii. Ya kina Libasegei, ndio level ya Mamelodi. Leo Mamelodi kawa bingwa. Sasa kwa nini sisi Simba tusitafute ubingwa mwakani? Kwa hiyo sisi Simba tunakwenda kutafuta ubingwa na sisi. Hatuendi kushiriki michuano ya kimataifa. Hawezi kushiriki. Kwa hiki ambacho tunate sasa. Na booster ambayo inakuja baadaye. Tunahitaji kufanya vizuri zaidi kimataifa. Tutegemea labda mngekuwa mmesajili wachezaji hawa ambao hivi sasa mnawaona kwamba wamekuja kubadilisha Simba dirisha kubwa toka mwaka jana. Pengine kungekuwa na mabadiliko mpaka hivi sasa kwenye msimamo wa ligi kuu NBC Premier League. Ingizo hili lingeingia kwenye dirisha kubwa. Saizi Yanga ingekuwa anaitafuta Simba kwa pointi 18 nyuma. Ingizo hili lingeingia hili mwanzo. Saizi Yanga wangetafuta Simba kwa pointi 18 nyuma. Sababu Yanga angepigwa nje ndani. Hao watu wameingia tu Yanga amepigwa Zanzibar kwenye Jamhuri tumechukua ubingwa. Hao wameingia wametoa draw. Hao wametoa draw. Pacha draw yenyewe amepigwa yeye, anapigwa anachomoa, yeye ndio anafanya hivyo. Kwa hiyo kama ungeingia mwanzo hawa, Yanga tungepita kwa pointi 18 nyuma, Simba bingwa tayari. Hawa. Kwa maana nikasema hawa tuongezee booster tu basi. Mwakazi klabu bingwa utafanya vizuri. Ya kweli hayo bwana. Wewe mwenyewe unaangalia mpebu niambie mpira wa Simba wa mwezi wa 4 wa mwezi wa 4 mwaka jana. Wa mwezi wa 5 mwaka jana na mpira huu wa mwezi wa 5 mwaka huu. Hebu niambie una utofauti gani? Simba kipindi kile silicheza finali kombe la shirikisho barani Afrika. Sawa, kwenye ligi tulifanyaje? Kwenye ligi mechi ya mwisho ndio iliamua bingwa. Lakini haikuwa ubora kama huo ambao tumekutana nao leo. Kule Yanga itupiga back to back. Pamoja na ubora wetu. Tulipiga back to back na Yanga. Lakini kikosi kilivyoingia, Yanga mwenyewe amepiga magoti, anasalimu amri. Ile mai yetu kuna tena ile mai. Sababu shafika sehemu Yanga ameanza kutuzoea. Wametuzoea mai, makio mjakona mai wetu tunamtaka leo na wasema tunamtaka mai wetu. Kwa sababu mkutana kikosi bora ambacho kina uwezo mkubwa kinaongozwa na Libasegei. Bwana Libasegei unamkubali sana. Ndio mimi ninamkubali. Namba 1 Simba ndio Libasegei. Namba 1 nimekubali mimi Simba ni Libasegei. Alafu nakuja wengine ambao nimekutajia hawa 6. Kuna mchezaji huyu anaitwa Clatous Chota Chama Mambo Rusaka, kuna mchezaji anaitwa Alan Okello wa Young Africans, lakini kuna mchezaji anaitwa Faisal Salum Feitoto. Hawa wachezaji watatu wote wanapigwa upatu kuwa MVP wa msimu huu. Kwa jicho lako unatamani nani ama unamwona nani anastahili kupata tuzo ya mchezaji bora wa msimu wa 2025-2026 ndani ya ligi kuu ya NBC Premier League? Kama ligi, sababu ligi sasa imebaki michezo 5. Baki michezo 5. Na ligi imesimama tarehe 12 mwezi wa 6. Ligi itapoanza katika ufungaji bora kwa mechi ambazo zilizobakia, mimi naona mfungaji bora atatoka kati ya Simba au Yanga. Lakini kwa Yanga atatoka Okello. Sababu Okello naona ana juhudi ya kufunga. Hata mechi ya jana naona ameshinda goli 2. Na nadhani Yanga kwenye swala hilo hata wachezaji wa Yanga wenzao watataka Okello awe mfungaji bora. Lazima kuna nafasi nyingi watamtengenezea. Kwa hiyo Okello zaka na mfungaji bora wa ligi hii 25-26. Akizubaa kunyuma kuna Chama. Ambaye Chama naye ana uwezo kuwa mfungaji bora vile vile. Sababu bado mechi 5 na wale pia Simba wachezaji wenzie pia wanamwangalia Chama na awe na goli. Hata goli juzi ile kapoa penalty, bahati mbaya hakufunga, lakini mpanzo akafanya mambo yake. Simba tukaondoka na pointi 3. Kwa hiyo katika hao wawili Chama na Okello, mmoja wapo atakuwa mfungaji bora. Na mchezaji bora msimu atakuwa ni nani? Atakuwa Chama. Sio Faisal. Atakuwa Chama. Kwa nini atakuwa Chama?
Kwanza Chama katika wote wawili hawa, Chama ni mchezaji mmoja mkubwa, amefanyia Simba mambo makubwa, amefanyia Tanzania mambo makubwa, hadi ligi ya Tanzania kuwa bora nafasi ya 5 kwa sababu ya Chama. Chama ndio alifanya mambo hayo yote hadi kuwa hivi. Amepeleka Simba robo mara 2 kwa uwezo wake. Amepeleka Simba makundi mara 2 kwa uwezo wake. Kwa hiyo unapomwambia mchezaji mkubwa bora, Chama ni bora. Sababu kuna mambo ameyafanya makubwa, hamna anaibisha mambo alifanya Chama Tanzania. Hamna anaibisha. Kaitoa Simba ilipokuwa, kaitoa ligi ilipokuwa hadi ilipokuwa sasa. Ni Chama, uwezo wake na mambo ameyafanya. Na unaposikia ligi bora duniani, lazima vilabu vitoke vifanye vizuri kimataifa ndio inakuwa ligi bora. Lakini vilabu vikifanya vibaya kimataifa, hakuna ligi bora kwenu. Kwa hiyo ubora wa Simba miaka 6 nyuma. Wa miaka 6 nyuma imefanya ligi yetu kuwa bora, kuwa 5 bora. Nani alifanya hivyo? Chama. Kaipeleka Simba mara 4 kimataifa. Na Simba hiyo ndio ikatoa timu 4 kimataifa. Ndio ubora wa ligi yetu alikuwa ligi ya 5 kwa ubora, na ubora wa timu ya Simba kuwa namba 5 bora mwaka juzi mwaka jana kuwa namba 5 bora Afrika kwa sababu ya Chama. Kwa hiyo Chama usimfananishe na mchezaji yoyote hapa Tanzania kwa ubora huo unaokuambia nini. Ila tunakuja kwenye ligi ya sasa. Ligi imebaki mechi 5 kwa ubora, kwa nafasi ya vijana utamtaja Okello. Kwa nafasi ya vijana. Kwa nafasi ya watu ambao wanaocheza mpira mkubwa utamtaja Chama. Sababu Chama ana ubora sio ligi hii. Ligi miaka 6 iliyopita nyuma, ule ubora anao mpaka kesho kutwa anaendelea nao. Na bado anaoboresha ubora wake. Ndio maana nawaambia Simba ongeze mkataba wa Chama. Sio mwaka mmoja, wapiga milioni 3. Tutakuwa naye. Leo hii Cristiano Ronaldo ana miaka 33 au 34, lakini bado mtaji mzuri na ameipa ubingwa timu yake Nasr. Ana 38 sasa. 38. Kaipa ubingwa Nasr. Chama ana miaka 35, 34, bado mdogo Chama mbele nani? Cristiano Ronaldo. Kwa hiyo bado tuna uwezo mkubwa kumtumia Chama.